Kwa majina naitwa Mwalimu Saidi Magoma, mwalimu wa VETA Arusha, ni katibu wa maandalizi ya kamati ya 88 mwaka huu 2026. Kwa nini mko katika viwanja hivi vya 88? Tupo kwenye viwanja hivi vya 88 kwa ajili ya kuonesha sisi kama VETA, kwa ajili ya kuonesha bidhaa zetu mbalimbali, na bidhaa kubwa ya VETA ni mafunzo. VETA kwa ujumla wake tunatoa mafunzo ya ufundi stadi kwa vijana na Watanzania kwa ujumla, kwa maana ya mafunzo kwa vitendo ambayo yanasaidia vijana wa Tanzania kujiajiri na pia kuweza kuajiriwa katika fursa mbalimbali kama vile kazi za engineering, kwa mfano ujenzi, upakaji rangi, ufundi furniture, useremala, ufundi magari, umeme wa magari na fani nyingine ambazo zinawasaidia vijana wengi kwa ajili ya kupata fursa mbalimbali za kujiajiri hapa Tanzania. Katika maonyesho haya mmekuja na kitu gani kipya? Vitu vipya vimekuja vingi katika ambavyo ni teknolojia inayohitajika sana sasa hivi kwa nchini Tanzania na nje ya nchi. Mfano teknolojia hiyo ni zile ambazo wanafunzi wote ambao wanajiunga na VETA, especially VETA Arusha, VETA Moshi na VETA zote kanda ya kaskazini, wanafundisha teknolojia mbalimbali za habari, teknolojia za mawasiliano ICT pamoja na electronics. Wataweza kujionea teknolojia mbalimbali ambazo vijana wetu wamejifunza, lakini pia teknolojia katika ufundi wa furniture, useremala. Wana teknolojia ambazo zinasaidia kutengeneza furniture za kisasa zenye muonekano wa kisasa ambao zinaingia katika ushindani wa masoko ya Tanzania. Sawa. Katika maonyesho haya kwenye upande wa sekta ya kilimo, pengine mmekuja na kitu gani kipya? Kwenye sekta ya kilimo tumekuja na bidhaa bunifu. Sisi kama VETA kanda ya kaskazini tunatoa mafunzo mbalimbali ya kilimo, kwa mfano agro-mechanics. Ni mafunzo ya kilimo yanahusisha operate mitambo ya kilimo, lakini pia tumekuja na bidhaa mbalimbali zinazoonyesha fani ya irrigation. VETA Arusha inatoa fani ya irrigation kwa maana umwagiliziaji, mifumo ya kisasa ya umwagiliziaji ambayo wana mahusiano makubwa na fani electronics pamoja na ICT. Hii inaunganisha mifumo, mtaenda kuona mifumo ya umwagiliziaji inayounganisha fani ya umwagiliaji pamoja na electronics, kwa maana mtu anaweza akafanya shughuli zake za kilimo bila kutegemea yeye uwepo wa moja kwa moja shambani. Lakini pia katika upande wa kilimo mwaka 2026 tumekuja na fani ya post harvest. Post harvest ni kuhifadhi mazao baada ya kuyavuna. Kwa hiyo vijana wanakuja kujifunza VETA kanda kaskazini, wanajifunza namna ya kuhifadhi mazao mbalimbali. Kama mtakavyoona mbele yenu hapa, kuna mazao ambayo yamelimwa lakini pia yamevunwa, badala ya kuvunwa yameongezewa thamani. Kwa hiyo fani ya post harvest inadili zaidi na kuongeza thamani ya mazao na kuhifadhi. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi kutembelea banda la 88 kwa VETA kanda kaskazini kwa ajili ya kujifunza shughuli mbalimbali za kilimo na ubunifu unaofanyika VETA. Karibuni, tunaweza tukazunguka moja kwa moja kwenye fani mbalimbali. Tunaweza kujionea kuanzia upande wa design, lakini na fani nyingine za engineering pamoja na ufundi seremala pamoja na fani za habari pamoja na mawasiliano. Karibuni sana. Karibu. Kama nilivyokwisha kusema, VETA kanda kaskazini tunatoa mafunzo mbalimbali, na moja ya mafunzo hayo ni fani ya ushonaji na design. Kijana akija kujiunga na mafunzo kwa VETA kanda kaskazini, basi atajifunza namna ya kushona, lakini pia kudesign mavazi mbalimbali. Na hapa mbele yenu nipo na mwanafunzi, yeye anaweza akaelezea namna gani wanajifunza moja kwa moja kwa vitendo. Majina, mimi naitwa Eva Edes, natokea chuo cha VETA Arusha, fani ya ushonaji mwaka wa 3. Upande wa design bwana gani? Upande wa design tumaliza design za sandals, pia na mambo ya fashion, ambayo tumefika zaidi kutengeneza nguo ya kiasili, ambayo tumetumia vitu vya kiasili, maana kuna wengine tayari wameshasahau vitu kama hivi kama vilikuwa. Kwa hiyo ndio maana tukaona bora tuifanyie design, tuje tupresent iwe moja ya asili ya nguo ya asili. Pia hapa nguo hii ya sandals kidogo tumeidesign kutokana na teknolojia. Teknolojia hii tumeibuni
kwa kuweka taa ili kuvutia wateja, pia kuleta hamasa kwa vijana. Teknolojia hiyo mlioiweka inatumia betri au inatumia mfumo gani hasa? Teknolojia hii tuliyoiweka inatumia betri ili mtu anapoivaa aweze kumove kwenda sehemu yoyote. Betri inakaa upande upi? Betri tumezificha, atakayeivaa ndio atakayejua betri ilipo. Kwa niaba ya mtazamaji, ndio mtu huyu pengine betri hizo haziwezi kumletea shida kwenye mwili wake? Haziwezi zikaleta shida kwa sababu ni betri za kawaida, hazitumii umeme. Yaani ni hizi betri ambazo zinawekwa kwenye redio, kwenye remote, ndio tulizotumia hapa. Zinakaa upande upi, kwa chini, kwa juu? Kama unavyoona hapa kuna balbu za juu na kuna za chini. Chini tumefunga mfumo wake wenyewe na juu pia ina mfumo wake wenyewe. Ndio, kwa hiyo juu kuna sehemu pa kuwashia na chini pia kuna sehemu pa kuwashia. Ndio. Hii ni nyakati ya usiku unawasha taa kwa sababu nguo nyingi za ukumbini wengi wanapenda kwenda ukumbini usiku. Ndio maana tumedesign taa ili ziweze kuonekana usiku. Kama sasa hivi mchana tumewasha, lakini sio rahisi kuonekana. Mpaka uiangalie kwa makini ndio utaona inabadilika rangi. Nje na teknolojia hii ya gauni, pengine mmefanya teknolojia gani tena nyingine? Kuna accessories mbalimbali tunazojifunza. Kwa mfano mimi nimeshona hii gauni hapa. Nimeweka hii ni kama accessory ambayo inaendelea kuongeza urembo kwenye hii nguo. Kwa hiyo kuna kama hii tulimetisha hapa, kuna nyingine za vitenge ziko hapa za batiki, pia kuna kazi za mikono kama hizi unazoona imefumwa kwa mikono, kuna nyingine zinafumwa kwa mashine. Vazi la mkulima amekuja na vazi lipi kuhakikisha kwamba mnampa hamasa pia mkulima anayekuja kuwatembelea kwenye banda lenu? Vazi la mkulima awamu hii hatujalileta. Ndio, lakini kwenye hamasa kuna vazi la ufugaji wa nyuki tu. Kile la mkulima hatukufanikiwa mwaka huu. Vazi la ufugaji wa nyuki liko hapa mnapoliona. Liko hapa. Vazi lile tumelitengenezea gloves. Pia tumelitengeneza juu mpaka chini. Kuna zipu ambayo unaifungua weza kutoka au kuingia. Pia tumeliweka wavu au neti kuzuia nyuki wasiingie ndani, lakini wewe uone nje. Ndio. Sasa tunaona kuna vilemba pale vya kina mama, wenyewe ina maana gani? Hizi pia ni moja ya accessories ambazo wanatumia wanawake. Hii ni kofia tuliotengeneza. Kwa mfano mimi nina nguo ya rangi hii au nguo nyeusi, kiambatanisho chake sio mpaka labda niende kichwa wazi, nywele zangu hazitabiki vizuri, kwa hiyo naweza nikavaa hii ili kufunika, na pia inaleta mvuto zaidi. Pia hatujawaacha wanaume nyuma, kuna suti iko pale kwa ajili ya wanaume. Sogea tuione kidogo. Kama hapa hatukuacha wanaume nyuma. Katika chuo cha VETA kinatoa mafunzo ya ushonaji, sio nguo za kike peke yake, hata nguo za kiume. Kwa hiyo kuna suti kama hii tuliyoletea kaunda suti au safari suti, anavaa mwanaume. Pia sio kwa wazee tu, lakini hata vijana. Kuna mitindo mbalimbali unaovaa kila mwanaume. Kwa suti hii ukiangalia ni ya mfumo wa kizamani, pengine ndio mfumo wa sasa hivi ambao unazidi kujirudia, au ubunifu umefikia hapa kwenye nyinyi chuo cha VETA? Ubunifu hujafika hapa. Sasa hivi kadri teknolojia inavyozidi kwenda, yale mavazi ya nyuma sasa ndio yanaanza kurudi na kuwa mitindo mipya. Kwa nini hamjaweka ule mfumo wa umeme kama mlivyoweka vazi lile la kina mama pale? Nguo za kiume ukishaweka
vitu kama hivi, tayari kwao inakuwa ni urembo. Haina haja ya kuongeza urembo sana, kwa sababu wanaume wengi hawapendi urembo sana, wanapenda aonekane tu smart fulani. Katika accessories za mavazi, kwa mfano hii ni batiki. Mimi nimeshona gauni langu la batiki, labda nataka nimechishe aidha mtandio, pochi, kofia au chochote. Kwa hiyo tukatumia pia batiki hizi kutengeneza pochi ya design kama hivi. Mtu akiangalia hii anaiona kama wallet, lakini tumeufisha ule uhalisia kidogo. Kwa hiyo ukifungua hii unaona kabisa ni pochi, naweza nikaweka vitu vyangu na inaonekana hivi. Ndio. Kwa upande wa baba, kwa upande wa baba kuna begi kama hizi wanapenda, kuna hivi pia wanapenda wanaume, kwa sababu wanapenda kuvaa upande, hata wamama pia wanatumia. Ndio. Kwa upande wa baba ina kazi gani? Hii hapa kwa mfano baba anayeenda ofisini anaweza akaweka baadhi ya vitu vyake huku, kwa mfano PC akaweka huku, akiwa na vitu vidogo vidogo, labda dokumenti, mafiles yale, so mpaka mtu abebe mkononi, anaweza akaweka huku akashika hivi au akashika hivi na akaenda ofisini. Pengine una hamasa gani kwa vijana wenzangu? Napenda kuwashauri kwamba ujuzi hauzeeki na ujuzi haupotei. Ujuzi unapotea pale ambapo utasoma au utajifunza kitu fulani na kuacha kukifanyia kazi, ndipo utakapopoteza ujuzi wako. Kwa hiyo na waalika vijana wenzangu wajiunge katika vyuo vya VETA au kwenye vyuo ambavyo ni vya binafsi au sehemu yoyote ambao wanaweza kupata ujuzi wa kuweza kuwasaidia katika maisha, maana sio wote waliofanikiwa au wamesoma wakapata elimu yao na wakapata kazi, wengine hawajapata kazi. Nashukuru sana. Asante sana, karibuni sana VETA.